Kristo. Katika neno la Mungu la kitabu hicho cha Mwanzo, ule mlango wa 15 mstari wa 7 na wa 8. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema hivi: kisha Ibrahimu akamwambia, kisha Mungu akamwambia Ibrahimu, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo. Kisha Mungu akamwambia Ibrahimu, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nitapataje kujua ya kwamba nitairithi? Ule mstari wa 9. Mstari wa 9. Biblia inasema hivi katika mstari wa 9, ndipo Bwana akamwambia, utanipatia dhabihu na sadaka. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Mstari wa 8, naomba nirudishie pia mstari wa 8, nataka kusisitiza. Akasema, Bwana, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Naomba unisikilize kwa falsafa ya sadaka asubuhi ya leo. Hapa napenda kuzungumza juu ya sadaka ya kutoka. Sadaka ya kutoka na theolojia na falsafa ya sadaka ya kutoka. Kuna watu ambao wanaweza wakastuck kwenye maisha yale yale. Unakaa pale pale, maisha yale yale ya kutokuolewa pale pale, ya kutokuoa pale pale, ya utasa kutokupata mtoto pale pale. Na Ibrahimu alikuwa kwenye hiyo ya utasa. Alikuwa na mambo mawili ambayo alikuwa amestaki pale pale. Mke wake Sara alikuwa ni tasa, kwa hiyo hakupata mtoto. Alistak, maisha yake alikuwa amestak pale pale, hakuna uzao. Lakini Mungu anamwambia, nitakupa uzao na uzao wako utarithi na nchi hii. Ibrahimu akamwambia, hayo unayoniambia nitapataje kujua ya kwamba nitairithi nchi hii? Na Ibrahimu alikuwa anasafiri, yani ni mtu asiyekuwa na makao. Lakini Mungu anamwambia, nitakurithisha nchi hii na nitakupa na uzao. Na Ibrahimu anamwambia, kwenye level hiyo, kwenye hiyo level ambayo unataka kunipeleka, kwenye hicho kiwango ambacho unanipeleka cha uzao lakini cha kurithi nchi, nitapataje kujua? Ni nini kinanifikisha pale? Mungu akamwambia Ibrahimu, utatoa sadaka ya kutoka kiwango kimoja kwenda kwenye kiwango kingine, kutoka kwenye kiwango cha kifikra kwenda kwenye kiwango kingine, kutoka kiwango cha uzalishaji kwenda kiwango kingine, kutoka kiwango cha faida kwenda kiwango kingine. Sasa labda unisikilize kwa uchache. Wana wa Israeli walikaa kwenye hali hiyo hiyo miaka 430. Walikaa wakipiga matofali, walikuwa watumwa, wakitaabishwa, watoto wao wa kiume wakiuawa. Walikaa pale pale kwenye matofali na maumivu miaka 430. Siku ya kutoka Misri, kilichowatoa ni sadaka ya kutoka. Bwana akawaambia, kila mtu kwenye nyumba yake atatoa sadaka ya Pasaka. Atamtoa mwanambuzi au mwanakondoo, watamchinja, hiyo ni sadaka, na watamla hiyo siku, na watapaka hiyo damu kwenye miimo miwili ya milango na kwenye kizingiti cha juu. Na mimi nitapita juu ya nchi ya Misri, na ile nyumba isiyopakwa damu nitaua mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba nyumba zilizokuwa zimetoa sadaka, mauti ilizuiliwa. Nyumba ambazo zilikuwa zijatoa sadaka, mauti ilipita juu yao, na zilikuwa ni nyumba za Wamisri. Lakini hoja yangu ya msingi hapa ni hii, ya kwamba siku ya kutoka katika utumwa na taabu, walikuwa na sadaka ya kutoka. Waliingia
katika utumwa, waliteswa na kuuawa, lakini siku ya kutoka Mungu aliamuru watoe sadaka. The same ile ambayo Ibrahimu anaambiwa, unataka kutoka kwenye utasa, unataka kutoka kwenye kuhamahama na kupanga, hauna nyumba, hauna makazi, hauna makao, unataka kuwa na makao ya kwako binafsi, sadaka ya kutoka. Lakini pengine utaniambia, mchungaji, unataka kusema nini? Nataka kusema hivi, hawa walitoka, na kwa sababu ya ile sadaka ya kutoka hawakuwahi kuzuiliwa. Njiani aliwafuata Farao na magari 600 ya chuma, alikufa yeye na magari yake, lakini waliotoka kwa sadaka ya kutoka hawarudishi kwenye dhiki. Hata wale wanaosubiri ya kwamba aliyeko juu ngoje chini atashuka, hautaka ushuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu ya sadaka ya kutoka. Lakini hata bahari ya Shamu ilishindwa kuwazuia kwa sababu ya sadaka ya kutoka. Lakini si hivyo tu, njiani walikutana na mchawi Balaam na Balaki, wakakusudia kuwaapiza, lakini sadaka ya kutoka, yule mchawi badala ya kuapiza na kulaani, alibariki mara 3 katika madhabahu za kiganga zilizotolewa makafara ya uganga. Wao wanakuja kutoa ng'ombe 21, mbuzi 21, kondoo 21 kwenye madhabahu za kiganga na uchawi wa Balaam na Balaki ili wawaapize Israeli, lakini walishatangulia sadaka ya kutoka. Hautarogwa wewe. Oh my God, oh my God, ungempigia Bwana makofi. Badala yake yule mchawi akasema, hapana uganga kwa Israeli, wala hapana uchawi kwa Yakobo. Tangu sasa habari za Israeli zitasemwa. Unlogekable. Unlogekable. Ungempigia Bwana makofi. Unlogekable. Hautalogeka kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Biashara yako haitalogeka, watoto wako hawatalogeka, maisha yako hayatalogeka, kwa sababu umetoa sadaka ya kutoka. Nataka niseme hivi, si wewe peke yako, wala si Ibrahim peke yake, wala si Israeli peke yake, Waebrania waliotoa sadaka ya kutoka. Lakini ninajua habari za Daudi alipoingia kwenye shida ya tauni kwa sababu ya dhambi na makosa. Nchi ikapigwa na tauni na watu wakafa maelfu. Daudi akiwa anaomba na kuomboleza, ndipo Bwana akamwambia Daudi, umeingia kwenye ugonjwa wa tauni na nchi imeingia kwenye janga hili. Amna namna ya kutoka isipokuwa ni sadaka ya kutoka. Akamwambia, nenda katika uwanja wa Arauna Myebusi, uende ukauchukue uwanja wa Arauna Myebusi, ujenge madhabahu, utoe sadaka juu ya ile madhabahu, na itakutoa kwenye tauni hii na mauti itazuiliwa. Biblia inasema Daudi akaenda kanunua uwanja kwenye uwanja wa Arauna Myebusi, akajenga madhabahu, akatoa sadaka na tauni ikazuiliwa. Na Daudi mwenyewe aliita ile sadaka ya amani na kuepushwa na mabaya. Nataka kusema nini hapa? Wakati mwanadamu alipoingia katika dhambi na akatumikishwa katika utumwa wa dhambi tangu siku za Adamu, sadaka inayosababisha kanisa hili liliwepo leo ni sadaka ya kutoka. Kwa sababu Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, na Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ilipofika zamu ya kutoka kwenye dhambi, Mungu alitoa sadaka ya kutoka, na jina lake ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wachache wangesema amina. Ilipofika zamu ya kumtoa mwanadamu katika dhambi, Yesu alitoa uhai wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Twaeni mnywe, hii ni damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu alitoa uhai wake kama sadaka ya kutoka, akawatoa watu kutoka katika utumwa, akawatoa watu kutoka katika dhambi, na sasa kanisa limevikwa na nguvu na mamlaka, na tumekombolewa kwa damu ya Yesu, kwa sadaka ya kututoa. Tumenunuliwa kwa sadaka,
tumelipiwa deni kwa dhabihu na sadaka ya kutoka, na imetutoa kwenye laana ya dhambi. Sasa nakuja kwa mambo machache juu yako. Kuna mahali umestaka, kuna mahali umekwama, kuna mahali umebakia pale pale. Mungu anaiona nchi ambayo Ibrahimu atairithi, na Ibrahimu anauliza, nitapataje kujua? Kuna kitu ambacho unakiona, you have a dream. Kuna ndoto ambayo unaiona, na kuna level ambazo unaona kabisa, mimi level yangu nitafikia hapa, lakini utapataje kufika? Ibrahimu anauliza, nitapataje kufika? Mungu akamwambia, toa sadaka ya kukutoa kutoka kwenye level hii kwenda kwenye next level, kutoka kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine, kutoka kwenye upako huu kwenda kwenye upako mwingine, kutoka kwenye neema hii kwenda kwenye neema nyingine. Dada mmoja, nafikiri ni mwanajeshi, alikuja ofisini kwangu akaniambia, nina matatizo makubwa ya kutokupandishwa cheo. Yaani mchungaji, nimejitahidi kwenye maisha yangu, nimefanya kila nalofanya, ni mtiifu na kila kitu, na umri unaenda. Maofisa ambao wanakuja nyuma yangu ninawatrain, wanapandishwa vyeo, wanapanda manyota, wanaenda, lakini mimi sitokagi mahali nilipo. Akaniambia, sasa sijui nina kisirani gani. Wakati namuombea, Mungu akaniambia rohoni, atoe sadaka ya kutoka mahali alipo kwenda kwenye next level, next dimension. Mungu anataka kumpandisha, lakini anauliza kama Ibrahimu, nitapataje kufika pale ambako Mungu anataka nifike? Mungu anataka ufike, lakini nitapataje kufika? Nikamwambia, toa sadaka. Kaiombea sadaka yake ya kutoka, nikambariki, nikamwambia Mungu atakuinua. Alipandishwa vyeo mfululizo, alipata matraining ya kwenda kwenye mavyo yao ya kijeshi, mpaka akatunukiwa na nishani na rais. Akanipigia simu akaniambia, mchungaji, nimeshangaa. Lakini ndivyo Mungu anavyofanya. Kuna wakati mwingine unakuta umerogwa kwa kuwekewa kamba za kupimia. Tulishafundisha hapa kwenye hii madhabahu, kamba za kupimia, kamba za mauti, ya kwamba unaenda ila hutaenda mbali sana. Unakuwa na relay, yani haufiki pale malengo ambayo unaenda kama unataka kusogea, lakini kusogea kwako ni kwa ugumu sana. Namna ya kukata kamba za kupimia ni sadaka ya kutoka kwa jina la Yesu. Hata Herode, hata Farao alikuwa na kamba ya kupimia. Alimwambia Musa, ninawapa ruhusa mwende, lakini hamtaenda mbali sana. Musa akamwambia, sisi tutakwenda mbali na watoto wetu na ng'ombe wetu, hatutaacha hata kwato hapa Misri, tutakwenda mbali. Kuna kamba za kupimia na maneno ya kupimia. Sema utajitahidi lakini hautafika mbali. Na kuna watu wamesema amesomesha watoto lakini hawataenda mbali. Na kuambia kwa sadaka ya kutoka wataenda mbali sana, wala hawatarudia karibu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Nikakutana na kijana mmoja, mwanaume msomi tu, ananiambia, nimejitahidi mchungaji kuoa. Ni msomi, ni profesa, tena profesa mpasuaji, daktari bingwa wa wanadamu, amesoma nje, ana exposure. Na mimi nilishangaa. Akaniambia, nimejitahidi kuoa, imeshindikana. Kila binti ninayefikiri na mwingeji na mchumbia ni majeraha na maumivu na kuachana vibaya, na sasa nimeamua kunyamaza kimya, nimeshindwa kuoa. Mimi sikuwahi kufikiri kuna wanaume wanaweza kushindwa kuoa. Mimi nilifikiri ni wanawake wanakosa kuolewa. Lakini mwanaume, a very handsome boy, ananiambia nimeshindwa, na ni mtoto wa pekee, na mama yangu anapigana ananisukuma, yani nimechoka. Mama yangu ananiambia, nitakufa bila kuona mtoto wako. Kwa hiyo mchungaji, yani sijui nikuambie nini. Nikamwambia piga magoti, nikamwombea. Lakini nilipokuwa namwombea, nikaona haiwezekani msomi kama huyu, amepita university zote, uko mtaani, kanisani, yani usipate mchumba kweli? Mwisho akaniambia, lakini mchungaji, mimi nimeshajionea kama naridhika sasa. Nikamwambia hakuna, this is not normal. Kamwombea, lakini nikamwambia utoe sadaka ya kukutoa kwenye hii hali, umefungwa na maneno. Baada ya muda alitoa sadaka. Ametoa sadaka Jumapili hii nafikiri. Baada ya mwezi mmoja akaja na binti ofisini kwangu. Akaniambia, mchungaji, ni kama naona, sijui kama naona live au chenga.
Lakini nachoweza kusema, ninaona Mungu ananielekeza kwa huyu binti. Namuuliza yule binti, ananiambia mimi nimemuombea huyu kaka, tunasali naye kanisa moja, nimekuwa nikiomba, huu ni mwaka wa 7 namuombea. Mungu ameniambia yule ni mume wangu, jinsi ya kukutana mimi siwezi kujipeleka, naomba tu. Akaniambia mchungaji, uniruhusu nikuonyeshe baadhi ya zawadi zake nimemnunulia kila Pasaka, kila Christmas, na zawadi zangu nimeweka chumbani kila Pasaka, kila Christmas, na zawadi zangu. Nikauliza na birthday yake, nikaambiwa na birthday zake. Na wewe fikiri leo anaombaga namna hiyo, na hiyo ngoma haijawahi kupata mke. Sikiliza nikwambie, Mungu anaweza kukutoa kutoka kwenye level hii kwenda kwenye level nyingine, lakini sadaka ya kutoka. Ibrahimu aliambiwa urithi wako upo, nchi hii ni ya kwako, kaniletee sadaka. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Na mimi nataka nione kuna watu wamestack kwenye kiwango fulani cha biashara, kwenye kiwango fulani cha mtaji, kwenye kiwango fulani cha utashi, kwenye kiwango fulani cha akili, kwenye kiwango fulani cha kibali, kwenye kiwango fulani cha influence. Una kiwango ambacho unastaki pale, hauendi ukaolewa, hauendi ukaoa, hauendi ukapandishwa vyeo, hauendi ukafikia mahali fulani. Kuna mahali umestaki. Ni maombi yangu wale waliostaki miaka 430, miaka 450, ikiwa walitoka, na wewe utatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo nataka nikuseme hivi asubuhi ya leo, angalia ni wapi umestaki, ni wapi umekwama. Ibrahimu alikwama, Mungu akamwambia kanitafutie sadaka. Usiache kutoa sadaka. Kuna watoto walikuwa wanaenda vizuri shuleni, ghafla wamestaki, hawaendi tena. Unajiuliza, huyo alikuwa anakuaga wa kwanza, karogwa, kafungiwa kamba kwa maneno, hataenda mbali. Lakini kwa njia ya sadaka ya mtoto wako, najua ya kwamba Mungu atampandisha na kumuinua, na tumeona wengi Mungu akiwainua. Ni maombi yangu Mungu akupe uhuru wa kiuchumi, Mungu akupe uhuru wa kifedha. Ukisikia financial freedom na economic freedom, ni Mungu amekutoa mahali ambako ulikuwa unastaki, unaishia kiwango fulani. Na mimi nimekubariki asubuhi ya leo uende kiwango kingine kama Ibrahimu alivyoenda. Nami nimekutamkia baraka kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Watu wa next level, watu wa next dimension, watu wa kiwango kingine wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na